Salama. Mimi ninatokea mtaa Nyaburu. Kuna mmoja ametokea hapa. 105 nyumba. Mimi kama msamaria mema tu. Okay, sawa. Sawa. Ukitaka misasambua wao wanafagia. Hata nyuki ule asali kwenye dangulo. Usiulize unataka nini kwenye Mbona pako kimya sana? Watu wako wapi? Amna, watu wengine wapo ndani. Si unajua sasa hivi hatutakiwi kuonekana nje. Okay. Unajua nini? Kitu ambacho umekifanya leo ni kitu bora sana, alafu na ni muhimu sana katika maisha ya binadamu. Kwa sababu kama kweli mtu unampenda, hautakiwi kumficha. Unatakiwa umuonyeshe kila kitu chako na umwambie karibia kila kitu ambacho kinakuhusu. Maana ni hapa nikipigiwa simu moja tu, najua unapatikana wapi na kufuata mpenzi wangu, maisha mengine yanaendelea. Nimefanya hivi kwa ajili na kupenda sana Yuzo. Na nipo tayari kufanya chochote kwa ajili yako. Are you sure? Basi sawa, mimi nisipoteze muda sana. Naomba nikuache. Yule alikuwa anaongea naye pale ni nani? Yule ni jirani bosi, alikuja kuulizia kama kuna majani. Ina maana umesahau nini huwa anawakataza ndani? Si unajua kabisa ni marufuku mtu yote kujua sisi tunaishi wapi. Wenzio wanakuja na watu wao wanaishi nao huko barabarani. Wanajua kwamba kuja nao hapa ni marufuku. Lakini kwa sababu wewe umeshaota mapembe sasa, ukaamua kuingia naye mpaka ndani, si ndio? Haki ya Mungu bosi, na hapa yule ni jirani anafuga mbuzi, alikuja kuulizia kama huko ndani kuna majani. Sijamleta mimi kweli kabisa. Mimi nadhani wewe utakuwa mfano. Naomba uingie ndani. Uchukue kila kilichokuwa kitu chako. Uondoke. Sihitaji kujua unaenda wapi wala utafanya nini. Ila mpaka hapa tulipofikia inatosha sasa. Lakini bosi. Lakini nini? Nimesema ingia ndani, kachukue kila kilichokuwa kitu chako na uondoke. Sasa hivi. Sasa ndugu yangu, ile jambo lako nimeenda vizuri kabisa. Nimeenda kama tulivyopanga. Nilifika pale kati kwa isi, nikachukua mkongo original, mkongo ambaye unafanya kazi 24 hours au joki, unaenjoy na maisha. Acha bwana. Kwa unataka kuniambia choma umekuja nacho kile yani. Kwa hiyo sitohangaika tena kwenye masuala yetu yale. Yaani hapo uwezi kuhangaika tena na huyo akija mtoto unamfanya unavyotaka wewe. Tena sitaki niongee sana. Nikatia chumvi nyingi. Ukakosa kwenda kuenjoy ndugu yangu. Kitu cha Kongo mani. Kwa hiyo hapa sasa nadhani mchongo wetu umekamilika, si ndio? Na
vipi kuhusu matumizi yake labda? Haya matumizi yake bwana, unasubiri kabla hajaja, ingia zako chooni, unapaka sehemu husika pale, unapaka unakifungia kimfuko kidogo, unasubiria. Ukishaona anakaribia kuja tu, unatoa kimfuko. Wewe una hatari sana. Sasa vipi kama nikakutana na yeye akawa amejipanga labda anataka kuimba halo, maana kuna wengine uoga wana test mic kidogo. Wazee wa milambo. Akitaka kupiga tarumbeta, unamwacha na maana ataenjoy, na muda wote atataka tu kupiga tarumbeta, maana litakuwa linanoga. Unajua huo mkongo una utamu fulani hivi. Niliofia hilo nikajua labda anaweza akaitoa labda akishapiga tarumbeta. Si unajua wengine wana mafundi watoto wengine unajua. Basi fresh ndugu yangu. Mimi nadhani hapa mchongo wetu utakuwa umekamilika. Leo nikashebue kidogo. Basi sawa ndugu yangu, nenda ka enjoy, nisikucheleweshe ndugu yangu. Basi fresh, nadhani tutasemana baadaye. Wakuu, nimerudi tena kijana wenu. Kwanza kabisa, naomba mniwie radhi. Naomba mnisamehe kwa sababu nimewaangusha. Niliwaahidi kafara, lakini nimeshindwa kutimiza ahadi yangu. Kwa hiyo, tafadhalini sana wakuu wangu. Naomba mnisamehe katika hilo. Lakini msamaha wangu sio wa hivi hivi. Wala sihitaji msamaha wa bure. Mimi nipo tayari kutafuta binti mwingine ambaye atakuwa mjamzito tena, aliyenona na mzuri sana kwa ajili yenu, ambaye atakuwa mbadala wa yule nilishindwa kumtoa kafara. Kwa hiyo naomba mnikubalie ombi langu. Alafu mnipe japo siku moja tuniweze kukamilisha hili. Tafadhalini sana wakuu wangu. Hilo swala unalosema haliwezekani tena. Kilichobaki sasa hivi ni ujitoe kafara wewe mwenyewe, maana umeshindwa kumtoa wewe binti. Hiyo sidhani kama kuna haja ya kufikia huko. Naombeni japo siku moja tunaweza kukamilisha hili jambo. Tafadhalini sana. Kweli nimewakosea, lakini msiniadhibu kiasi hicho. Nawaomba sana wakuu wangu. Kama umeshindwa siku zaidi ya 100, utawezaje siku moja? Tena kwa masaa 24 tu. Hilo haliwezekani na halitowezekana. Kilichobaki sasa hivi hapo ni utubu dhambi zako tu, ili uweze kurejea kwa Mwenyezi Mungu wako. Kwa kuwa tumejithibitishia sisi wenyewe kama sehemu husika ni ile pale, kikubwa wewe kwenda kufanya doria. Hakikisha umefanya doria lako vizuri, utanipigia simu, nitakuja na kikosi. Hilo halina shida mkuu. Tutalifanyia kazi. Sawa. Kikubwa kuwa makini. Fanya doria yako vizuri. Hakikisha watu hawakuoni. Hakikisha hakuna mtu yote anaweza kukugundua. Tumeelewana vizuri? Hilo limeisha. Kuhusiana doria tu, nafikiri unaniamini kwenye hiyo. Nitahakikisha nafanya doria yenye viwango. Na hakuna mtu yote ambaye anaweza kaniona pale, kwa sababu najua chocho zote za kuingilia pale. Sawa. Chengine kuwa makini. Usije ukafanya mistake ya aina yoyote, na usije ukaonekana sehemu yoyote pale pindi unafanya hiyo doria. Natumaini unaniamini.
na siku zote huaga kunipa kazi naifanya inavyotakikana. Na kuhusiana na hili swala uliloniambia, nitalifanyia kazi na nitaenda kwa wakati mwafaka, alafu nitatoa taarifa. Sawa. Umakini unahitajika sana. Na kuamini pia vile vile nimekupa madaraka haya, maanisha ni wewe ni mfanyakazi bora. Umeelewana? Nakuelewa mkuu. Basi sawa. Unaweza kaenda. Mbona imeshakuwa jao? Imekuwa kipengele sasa. Ama kweli Waswahili walinena kisichoriziki hakiliki. Nimempoteza mwanamke wangu kipenzi, Pinki wangu. At the same time nimempoteza pia mtoto wangu aliyekuwa katika safari ya kuja duniani. Na ndoto ya kuitwa baba imeshakwenda na maji. Ingawa nina nafasi ya kuitwa baba tena. Na kubwa kuliko hapa, nilikuwa naishi na Pinki kinyele, pasipo familia yake wala ndugu zake wala mtu yoyote kujua. Na sijui naanzia wapi kuhusu kumstiri. Kikweli nipo dilema. Nimedevela. Yote kwa yote, Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema ampumzishe mahali pema peponi. Amina. Usiulize unataka nini kwenye